Mtazamaji wa channel ya Biomedia, karibu sana kwa wakati mwingine tuhabariki pamoja. Jina langu ni Official Rose D, na kama ndo kwanza unatutazama hii leo, nikukaribisha kwa ajili ya kusubscribe. Leo moja kwa moja tuko na taarifa upande wa siasa ambako kada wa Chadema Aunty Lulu amkataa Mange afunguka mazito, anasema anajutia kuhamasisha maandamano Oktoba 29. Huyu ni mwanadada maarufu kabisa wa kada cha Chadema Aunty Lulu, akifahamika kwa jina hilo, ambaye amesema kwa uwazi kabisa na ujasiri kuwa anakiri kufanya makosa katika hatua na matamshi yake ya kisiasa kufuatia tukio la maandamano na vurugu ambazo zilijitokeza Oktoba 29. Ametoa kauli hiyo kama sehemu ya kujitathmini upya na kuchukua hatua ya kuwajibika baada ya kugundua uzito wa athari ambazo zilisababishwa na ushawishi wake katika kipindi hicho cha sintofahamu ya kisiasa. Aunty Lulu amesema kwa uamuzi wake wa kwenda kuripoti mwenyewe kituo cha polisi ulikuwa ni hatua ya dhati ya kutafuta suluhu na kujipima kama kiongozi wa umma. Ameeleza pia kuwa alipofika kituoni, jeshi la polisi lilimsikiliza kwa makini, likampa nafasi ya kueleza dhamira yake, mazingira yaliyomsukuma kutoa kauli zile na namna alivyojitambua kwamba msimamo wake haukuwa na manufaa kwa umma kwa wakati ule. Na kwa mujibu wa maelezo yake, Aunty Lulu baada ya kutoa maelezo ya kina na kuonyesha kujutia kitendo cha kuhamasisha maandamano, polisi walimpa msamaha, hatua ambayo amesema imempa faraja na kumfanya azidi kuthamini umuhimu wa mazungumzo, nidhamu na kuheshimu taratibu za nchi. Lakini pia ameongeza kuwa kupitia tukio hilo amejifunza kuwa uwajibikaji wa kiongozi hauishii kwenye kuzungumza tu, bali pia kwenye kukubali makosa kwa uwazi bila hofu ya kupoteza hadhi mbele ya jamii. Aunty Lulu ameomba radhi pia wananchi, wafuasi wake pamoja na viongozi wa chama chake kwa ushawishi aliotoa wakati hali ya nchi ilihitaji utulivu na tahadhari ya hali ya juu. Lakini pia alisema kwamba pamoja na kuwa wanachama wa Chadema, matamshi yake kuhusu maandamano hayakuwa msimamo rasmi wa chama, na hivyo anakiri kuwa ni jukumu lake binafsi kuyabeba kama makosa ambayo aliyafanya kutokana na msisimko wa kisiasa. Lakini pia amesisitiza kuwa tukio hilo limekuwa funzo kubwa katika maisha yake ya kisiasa, likimfanya aone umuhimu wa kutafakari kwa kina kabisa athari za kauli na matendo kabla ya kutoa ushawishi wa kisiasa kwa umma. Hata katika kipindi ambacho taifa linahitaji maridhiano, utulivu na majadiliano ya kujenga, kwa sasa anaahidi kujikita katika kuhamasisha amani, mshikamano na siasa zenye kuheshimu sheria na maslahi ya wananchi. Mtazamaji wa Biomedia, una jambo gani la kuzungumza na Aunty Lulu right now? Pongezi gani unampa, ama wewe una kipi cha kuzungumza naye? Endelea kuandika maoni yako. Mimi ni Rose D Official, mpaka wakati mwingine.